الحمد لله الذي جعل الزكاة طهرة لنفوس الأغنياء وبلغة لعيش الفقراء، والصلاة والسلام على من أرسله رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أصحاب الفضيلة العلماء watukufu wanawazuoni, mashekhe mbalimbali, maimamu, viongozi mbalimbali, waalikwa, kwa heshima za taasisi zao na wao wenyewe, na wote waliohudhuria katika kongamano hili kwa kuwepo moja kwa moja hapa ukumbini na waliopo nje wanaofuatilizia vyombo vya habari. Kina baba, kina mama, watu wa habari, nikuamkieni maamkizi ya Kiislamu yenye baraka tele. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu katika imani, kwa niaba ya Umoja wa Wanazuoni wa Kiislamu Tanzania, Hayatul Ulama, nitangulize maneno mafupi, lakini ni maneno ambayo yatakuwa yanaashiria kuweka uelewa, kama vile kujibu swali ambalo linaweza kuulizwa. Katika Uislamu kuna mambo mengi sana, lakini kwa nini mwaka huu mada au maudhui itakayozungumzwa iwe ni zaka? Kwa nini iwe ni zaka? Kwa nini isiwe chochote kile ambacho ni katika mambo muhimu katika Uislamu? Kwa nini iwe zaka, na kwa nini tuizungumze katika kipindi hiki? Ndugu zangu katika imani, maudhui ya jambo letu hili kama lilivyo ni az-zaka wa tanmiyatu al-iqtisadiyya. Zaka ikipelekwa katika kuonyesha jinsi gani ya kuwakuza watu katika kiuchumi, kwa mtu mmoja mmoja, fard au mujtama ama jamii, umma. Leo hii tumekutana katika viwanja vya mwezi wa Ramadhani wenye baraka, chini ya kivuli cha Hayatul Ulama al-Muslimina Tanzania, Umoja wa Wanazuoni wa Kiislamu. Lengo kubwa kama nilivyosema ni kushibisha na kuidiriki hii nguzo kubwa, nguzo ya tatu miongoni mwa nguzo za Uislamu, na nguzo ambayo ifahamike sio kama ni pesa tu au kama mfano wa kodi imetolewa, bali nguzo hii ni muharrik tanmawi, ni dynamo, ni mtambo wa kuzungusha uchumi uliokamilika kwa mtu mmoja mmoja, vile vile katika umma ama kwa umma. Jambo la kwanza tufahamu katika swala hili umuhimu wa hii zaka, kama ni almandhuru tanmawi. Zaka ni jicho la kukuza uchumi. Zaka ni jicho la kukuza uchumi. Zaka katika Uislamu
ndicho chombo kikubwa kuliko vyombo vyote, ambayo kazi yake kubwa sana ni atawazunul ijtimai, kuweka mizani ya sawasawa ya kijamii, au katika jamii ya Kiislamu ama jamii yoyote ile ambayo kama watataka kwenda katika utaratibu huo. Zaka lengo lake si kumlisha masikini tu mwenye njaa ale, isipokuwa lengo kubwa la Mwenyezi Mungu katika zaka ni kwenda kumtajirisha aliyokosa fakiri na kumtoa katika eneo la kuombaomba na kutafuta na aingie katika eneo la kuzalisha na la kukuza, jambo ambalo linaweka harakati ya kutikisa na kukuza au na kukuza harakati za kiuchumi. Zaka ndiyo peke yake ambayo kinyume chake inaweza ikamaliza kabisa, si kupunguza tu. Kama inatekelezwa sawa sawa, ina uwezo wa kumaliza ile hali ya arrukudu walbatala, hali ya kutokosa ajira na hali ya kubweteka, kutokuwa na kazi. Ni zaka peke yake ndiyo yenye uwezo wa namna hiyo au wa kufanya hayo. Ndiyo maana mashekhe watakuzungumzieni, mimi naweka misingi tu tujue kwa nini hii zaka. Aina ambazo Uislamu umeweka katika zaka, kuna zaka wanasema zakatu naqdaini, zaka za hizi fedha mbili za thamani, dhahabu na fedha. Kuna zaka za urudhu tijara, bidhaa ambazo zimeandaliwa kwa ajili ya kufanya biashara. Kuna zaka za wanyama na mazao, na kuna zaka za rakaiz wal maadin, mali iliyookotwa, iliyofukuliwa, ina zaka zake na madini. Ukichunguza hapa utaona maeneo haya ndiyo maeneo ya utajiri na ndiyo maeneo ya kutafuta na kupata. Allah subhanahu wa ta'ala ametaka hapo itolewe zaka ili utajiri huu waenee watu wengine wote. Jambo la tatu, zaka ina athari kubwa sana katika jamii. Tumesema ina athari ya alfard wal mujtama, kwa mtu mmoja mmoja na kwa jamii. Kwa sababu gani? Huyu mutasaddiq, mtoaji zaka, yeye kazi yake kubwa anayofanya au itamfanyia ile zaka ni tuhratu limalihi min ashubuhati, kuisafisha mali yake na shubuhati. Shubuhati maana ni mtu unaishi na mali, halafu mali hiyo ndani yake kuna fungu si lako, unaishi nalo mpaka unakufa na fungu ambalo si lako humo. Sasa ili kusafisha hii shubuhati, shubha ya kuwa na mali ambayo si yako, inasafishwa na zaka ili inayobakia iwe ni yako. Lakini vile vile kwa huyu mtoaji, zaka inamsafisha kutokana na ubahili, na vile vile zaka hii inaweka baraka na inaweka nama fi rizqihi, yani inakuza na inaongeza kitu katika riziki yake. Hiyo ni mtu mmoja, ni faida hizo ambazo anazipata katika zaka. Narudia tena, kwa nini wanazuoni wameamua mwaka huu na muda huu waizungumze zaka? Lakini kwa upande wa jamii, zaka hii faida zake na umuhimu wake unajikita
katika ile walichosema wanazuoni taqlilul fajwa, kupunguza ombwe kati ya tabaka, baina ya tabaka, kupunguza ombwe kati ya tabaka za wale wenye nacho na wale ambao hawana. Tunapunguza kule kupata, si maana yake aliyokosa atapata sana, lakini atapata, na yule alionacho si maana yake atapungukiwa sana, hapungukiwi. Vile vile zaka imekuwa na umuhimu wa kuongeza mitaji katika miradi midogo midogo, ambayo miradi hiyo midogo ndiyo huwa ni chanzo cha kukuza uchumi katika jamii yoyote. Uchumi unakuzwa kutokana na miradi midogo midogo. Tunaanzia huko. Zaka ni umuhimu wake unajikita hapo, na ndio maana Allah akasema katika Qur'an Hashri 7, ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura falillahi walirrasuli walidhil qurba walyatama walmasakin wabni sabil kay la yakun dulatan bainal aghniyai minkum wama ataakumur rasulu fakhudhuhu. Aya hii Allah amezungumzia mali inayokusanywa katika fai na kadhalika. Mali hizi Allah ameigawa. Kuna fungu la Mwenyezi Mungu, la mtume, watu wa karibu na mtume, mayatima, maskini na ibni sabili, watu ambao ni wasafiri waliokatika na njia. Allah anasema kwa nini Allah kafanya hivyo? Anasema kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum. Huu ndio utaratibu wa Allah na mpango wa Allah. Hii mali isiwe dulatan, kwamba imerimbikwa ama inazunguka kati ya wale matajiri au wenye nacho miongoni mwenu nyinyi. Allah anataka kwa kutumia zaka vile mali izunguke, itoke kwa wasiokuwa walio nacho, iende kwa wasio nacho, na hao wapande na wazunguke wengine. Huu ndio utaratibu wa zaka kwa mujibu wa aya ya Mwenyezi Mungu Suratul Hashri aya namba 7.